Tulianzisha mfumo wa vyama vingi katika nchi hii mwaka 92, miaka 30 kitu iliyopita, ili wananchi muwe na option ya kuamua nani ya waongozi. Mamlaka ya nyie kuamua nani ya waongoze iko kwenye ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu. Na ukisoma ibara ya 8 ukishuka chini inasema lengo la serikali yoyote itakayoingia madarakani ni ustawi wa watu wa nchi yetu. Yaani serikali yoyote tunayoiweka ni ili ifanye maisha yako yawe bora zaidi. Tunaelewana vizuri? Kustawisha maisha yako. Na bahati nzuri nchi yetu ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu mnachokijua. Ni nchi ya kwanza duniani na madini yanaitwa Tanzanite hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa. Ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana Afrika, wa pili duniani ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ni nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 945, ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda ukichanganya pamoja hazitufikii. Sisi tuna mlango wa bahari, mnajua jirani zenu Malawi hawana mlango wa bahari. Ili wapitishe greda wanayonunua kutoka Ulaya iende kwao ikalime barabara, itapita kwenye maji yetu ya bure Mungu ametupa, sisi tutaingiza fedha. Ni nchi ambayo ina dhahabu, kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Ushirombo ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukija Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia, Afrika na dunia nzima. Na leo kilo ya dhahabu ni shilingi 255 kwa gramu. Nikisema gramu ni kama ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati, kale kamoja ndio gramu moja. Tani na tani za dhahabu zinatoka katika nchi yetu kila siku ya Mungu, zinasafirishwa kwenda Ulaya. Nchi hii ina chuma ambacho tukiamua kukichimba tutatumia miaka 100 kwa kukitumia. Chuma hii tuna mlima hapo Rudewa hapa jirani zenu panaitwa Mchuchuma na Liganga. Mungu alivyotupenda akatuwekea makaa ya mawe hapa, alafu kilomita 50 akatuwekea chuma ili haya makaa ya mawe yatumike kuyeyusha hiki chuma. Wakati wanaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, niliwashauri bungeni, nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikamwambia Rais Magufuli wakati huo kwamba kabla hujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, chimba kwanza chuma chako, jenga kiwanda chako, kitaajiri wa Tanzania 60,000 direct employee. Alafu kisha chimba chuma chako ukakitengeneza, kitaajiri watu wako, kitakulipa kodi ndani ya nchi. Kwa hiyo huyu unayempa kukujengea bwawa unamwambia bwana, tunakupa kujenga bwawa hili hapa, lakini chuma chote nunua hapa. Kwa hiyo ukimlipa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu, inabaki ndani ya nchi yako, ikujengee ajira kwa watu wako, ikujengee uchumi wa nchi yako, uajiri watu zaidi, kwa sababu pesa hiyo itazunguka ndani ya nchi. Kijana ambaye angelipwa pale kufanya kazi kiwandani angetaka kujenga nyumba, fedha ingetoka kiwandani ingeingia kwa kijana Mtanzania. Akijenga nyumba, fundi Mtanzania atapata pesa. Yule fundi akipata pesa atanunua mboga kwako, wewe utapata pesa, utamwagiza bodaboda akuletee mboga nyingine. Yule bodaboda atanunua mafuta kwenye kituo cha mtu mwenye mafuta. Yule ataajiri mlinzi atapata pesa, atakunywa chai kwenye mgahawa, pesa itazunguka miongoni mwetu. Hizo wakazichukua wanazipeleka nje ya nchi. Hawakutusikiliza. Leo tunaagiza chuma cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3. Kiwanda chetu tulihitaji trilioni 7 kukijenga. Mwaka huu tumeagiza chuma cha trilioni 3, mwaka jana trilioni 3, mwaka mwingine ule labda trilioni 4. Kwa hiyo kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10, wakati tungejenga kiwanda cha trilioni 7.8 tukachimba miaka 100.
Miaka 100 kiwanda chetu kipo kinawapa ajira, na fedha zote hizi tunazotoa nje zingebaki huko, zingetengeneza ajira kwa vijana. Ndio maana tuna rasilimali, watu wetu ni maskini kwa sababu watu walioko madarakani wana uwezo. Leo mchele bora wa dunia hii unatoka Chunya, unatoka kwenu hapa Kyela. Si nyinyi ni wakulima wa mchele? Si watu wanalima mpunga hapa? Watu wa Kyela wanachohitaji ni uchukue maji, si ziwa Nyasa liko hapa, uwapelekee kwenye mashamba yao. Ukishawapelekea kwenye mashamba yao, mkulima wa Kyela hata subiri msimu wa mvua ndio alime. Baada ya siku 90, mpunga ni siku 90, uongo kweli? Atakata mpunga wake kwa sababu kuna maji, atapanda tena. Tena baada ya siku 90 atakata, atapanda tena. Tena baada ya siku 90 atakata, atapanda tena. Kwa hiyo huyu mtu utakuwa umempa faida ya kulima mara 3 au mara 4 kama unavyolima watu wa Pakistan. Leo hamna hiyo kwa sababu hamna maji, mnasubiri msimu wa mvua na maji yako hapa. Nchi ya asali na maziwa, watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi. Tukiyasema haya, wanakimbia na makamera, wanaturekodi, wamejaa kwenye mikutano. Imegeuka kazi ya usalama wa taifa kumfuatilia Heche, kufuatilia Lissu. Wanatufungulia kesi za uhaini, wanataka kututisha. Ndani ya miaka 3 ya Rais Samia, ambaye mimi nilikuwa kwenye kikao cha maridhiano tarehe 20 mwezi wa 5 2022, tulienda Ikulu na mwenyekiti Mbowe. Mimi niliteuliwa kutoka kwenye chama chetu. Akatuahidi kwamba mambo yaliyofanywa chini ya mtangulizi wake, kuiba uchaguzi, kuteka watu, kuumiza watu, kuchukua mali za watu kwa nguvu, hayatajirudia. Alituahidi yeye mwenyewe. Leo nini kinatokea? Uchaguzi wa mwaka 2024, mwenyekiti wetu wa vijana yule pale ni wakili wa mahakama kuu, ana degree na amesoma, ni wakili wa mahakama kuu. Alikuwa anagombea kijiji, akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mtu wa darasa la 7 wa CCM anajua kusoma na kuandika. Hivi mnaelewa haya mambo? Tulikuwa na vijiji tunavyoongoza. Ni hapa mwaka 2015 Mwanyamaki alishinda ubunge hapa, uongo kweli? Ingawaje amejiunga na watesi wetu, lakini alishinda ubunge. Kwa nini Mwanyamaki hakwenda bungeni? Kwa sababu ya tume ya hovyo ya uchaguzi. Watu walipigwa mabomu hapa siku 4 naambiwa. Nasema uongo? Waking'ang'ana ili watu watangaze ubunge. Mimi nilitangaza ubunge kwa vita. Watu walikufa ili mimi niwe mbunge. Nchi hii ambayo tuna makaa ya mawe, ndugu zangu. Lissu juzi tulikuwa Songea, tumehesabu maroli yanayopita na makaa ya mawe. Maelfu kwa maelfu ya maroli yanaondoka na utajiri wa watoto wetu. Sisi tunabaki maskini. Watu ambao bei wa Tanzania ni maskini. Unategemea makaa ya mawe ndio kuzalishia umeme wa kuyayusha chuma. Nchi yoyote duniani iliyoendelea lazima iwe na basic industries, lazima iwe na viwanda vya kawaida. Huwezi kuwa nchi ambayo unaagiza toothpick kutoka nje, huwezi kutengeneza uchumi. Tulikuwa Mtwara, watu wanalima korosho. Nyie mnalima mahindi, mnalima mpunga. Mpunga unahitaji magunia ya kupata. Mwalimu Nyerere aliacha Tanga inazalisha mkonge, aliacha Lindi inazalisha mkonge, aliacha Mtwara inazalisha mkonge, alijenga viwanda vya magunia vinaajiri watoto wetu. Na fedha inayotoka kwa yule mtu anayenunua gunia inabaki ndani ya nchi. Leo tunaagiza magunia kutoka nje, kutoka India. Unachukua pesa ya Mtanzania unaipeleka India kutengeneza ajira kwa Wahindi. Nchi hii tuna bodaboda kila kona, tuna bajaji zinahitaji matairi, zinahitaji spoku. Hatuna kiwanda cha kutengeneza tairi. Mwaka 70 Mwalimu Nyerere alikuwa na General Tyres inatengeneza matairi. Utatengenezaje ajira kwa watu wako? Kama wewe nyie mna mto hapo, uongo kweli? Kwa nini mto haujai lakini ziwa linakuwa na maji mengi? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kukaa na maji mengi
Hiyo ni principle ya uchumi. Kama wewe pesa inaingia na unaitoa kwa kiza toothpick, utabakije na pesa ili ujenge uchumi mkubwa? Kwa sababu wewe unakuwa kama conduit, unakuwa kama mto. Ziwa ndio linajaa maji, linaajiri watu. Tunapochukua pesa za ndani ya nchi yetu tunapeleka China kununua vitu tunavyoweza kutengeneza, tunaitumia China kama ziwa, inakuwa na hela nyingi. Sisi tunatumika kama mto, tunabaki maskini bila uchumi. Hatuwezi kuajiri watoto,